tu mkweli makubaliano labda hayapo kama anavyodai. Ndio. Sasa mimi kama wakili kweli siwezi nikamwakilisha mchezaji kufungua shauri. Unaweza ukamwakilisha kwenye kufungua shauri. Ndio, lakini pia makubaliano upande huu ambao anadai hayapo pia yapo. Yapo na ni ya kimaandishi kabisa. Ndio kabisa. Yalikuwa ni makubaliano kwa sababu ni ya kimaandishi. Ni ya muda gani? Ni ya muda miaka miwili tu. Na muda wa miaka miwili. Ndio. Na ulijitambua, na haya makubaliano yanaonyesha ni msimamizi ama ni wakili? Huko ni usimamizi kwenye makubaliano. Huko katika kufungua mashauri ndio hahitaji makubaliano rasmi, kwa sababu mtu anakupigia simu anakuelezea changamoto zake, unaweza ukaenda unaandaa nyaraka unapeleka TFF. Lakini mimi nafikiri katika haya yote yanayozungumzwa sio ya msingi sana, kwa sababu mwisho wa siku football, mpira umeshinda. Lengo la mpira ni kuunganisha watu, kuleta furaha. Na pia tunaona kwa klabu kwa maneno aliyoongea ni kwa sababu ya kuwafurahisha mashabiki. Mashabiki wamefurahi. Kumbe mashabiki pia wamefurahi na klabu wamefurahi. Kwa hiyo pande zote zimefurahi, mimi na mwenyewe pia nimefurahi. Okay, utatuambia Hilary, utatuambia furaha yako, utatuambia kwa nini wewe umefurahi. Lakini nikusomee kanuni ya 57 kifungu cha pili inasema wakala wa mchezaji anawajibika kuwa na mkataba wa makubaliano unasikia yes, baina yake na mchezaji uliothibitishwa na TFF unaoainisha wajibu na haki za kila upande, ambapo wakala wa mchezaji ni lazima awe mwenye leseni ya wakala aliyefuzu kwa mujibu wa taratibu za TFF na FIFA na anayehodhi leseni na wakala iliyo hai. Na katika kufuatilia kwetu sasa, wewe ni wakala ambaye uko hai na unatambulika. Sasa swali langu la msingi hapa, je, makubaliano yako kati yako na mchezaji yalithibitishwa na TFF? Kwa utaratibu wa FIFA ni una usajili kule FIFA. Okay. Yes, kwa hiyo kwa TFF inawezekana usiwepo, lakini FIFA unapatikana. Lakini inawezekanaje? Kwa sababu hapa sasa haya makubaliano kabla hayajaenda FIFA, makubaliano ya mchezaji na club lazima pia yaingizwe katika mfumo kwenye nani yetu ya ndani ambayo ni ya TFF. Kwa kule FIFA hawajaweka hivyo, lakini nitaomba nikuangalizie kifungu cha FIFA. Ndio. Alafu nitamtumia hata nani tutumia tu kwenye message hapo. Okay. Taratibu wa FIFA ambao umeelekeza. Sawa, wakati unatutumia natumia hata Joe player. Hamna neno na kusomea kifungu cha 3. Mchezaji atawajibika kumtambulisha wakala wake kwa klabu yake wakati akiingia mkataba na klabu husika kabla ya utambulisho huo, na nyaraka ataambatanishwa kuwasilishwa TFF. TFF itathibitisha na kumsajili meneja huo. Je, mchezaji alikutambulisha kama wakala wake kwa klabu yake wakati anaingia makubaliano na Yanga? Kwanza kabisa nirudi nyuma, mkataba wa awali ambao alisign akiwa anatoka Singida. Ndio. Nilikuwepo pale klabuni kwa Yanga pamoja na nikiwakilisha nikiwa na mchezaji, na upande wa klabu ya Yanga kuwepo na CEO Mtine na Mr. Kibwana. Nimesahau cheo chake pale nani? Kibwana Matokeo. Kibwana Matokeo, yes, ni sahihi kabisa. Tukanegotiate pale nani terms za mkataba na mchezaji akasaini mkataba. Na wakati huo alikuwa anakutambulisha ukiwa kwenye makubaliano haya alikuwa kama msimamizi anatambulisha na China tena. Namna gani? Hilary. Mtandao China umepotea tena. Guangzhou mambo yako sawa. Guangzhou Lakini kamanda mnamsikia ila yanajibu maswali yanajibika. Yanajibika. Mimi kuna sehemu nawaza tofauti kidogo, sawa? Okay. Unajua kuna sheria za FIFA ambazo zina operate worldwide,
sawa lakini pia kuna kanuni kwenye ligi husika. Ukiona hapo kinachozungumziwa ni kanuni za TFF kwa maana shirikisho la samani. Ni kuombe samani ila hadi anarudi okay. Tutafuta na Yanga. Yes, nimerudi. Ndio nilikuwa naelewa hapo. Ndio. Sidhani institution kubwa kama klabu ya Yanga inaweza ikakaa na mtu anakuja tu anaongea na mchezaji pembeni, na negotiate terms na mchezaji anasaini, maisha yanaendelea. Hiyo ilikuwa ni mkataba wa kwanza. Huo mkataba wa hivi sasa pia nilikuwepo na mchezaji pale Salamanda. Ndio. But this time hakuwepo CEO, alikuwepo kuna dada anaitwa Zayana. Ndio. Na vile vile pia kuna terms zilikuwa zijakaa sawa, tuka negotiate zikakaa sawa na mchezaji akasaini na mchezaji akaendelea kuhudumu. Lakini sasa hii yote ambayo imekuja baada ya hapa, ndio mimi nasema tu mwisho wa siku football, mpira umeshinda, maisha yaendelee. Naam. Kuna mtu ana swali? Yes. Unadhani kwa nini Young Africans wamefikia hatua hii ya kusema kwamba hawakutambui kama meneja wa Ndambwile? Labda ningeulizwa nani Ndambwile, sababu ndo inabidi awe ananitambua asinitambue, lakini kwa mimi na Ndambwile tuko in good terms, na mpaka sasa hivi tuko in good terms. Sijui baada ya Isakata kama kuna maneno yatajazwa huko, lakini mimi nafikiri tuko okay. Na ningependa tu kurudia tu kusema kwa yes, ungependa kurudia kwamba kusema kwamba pande zote 4 au 3 nafikiri zimepata kile ambacho kinastahili. Mashabiki wamefurahi baada ya kusikia kwamba klabu haidaiwi, na klabu imefurahi yale maneno aliyopost la Ndambwile. Kwa hiyo kwa sababu pande zote zimefurahi, basi maisha yanabidi yaendelee. Haya mengine sijui huyu ni hivi, huyu ni hivi, hayana faida yote katika soka letu. Na wewe umefurahishwa na nini? Ulisema pale umefurahi. Mimi nimefurahi kwa sababu wanasoka wote wamefurahi. Okay. Basi tunakushukuru sana, ila kama tutakuhitaji tutakurudia tena. Nashukuru.